Karibu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania katika kipindi cha Jiongeze, ujiongeze maarifa mbalimbali kutoka katika kipindi hiki. Jina langu ni Abishagi Mpoki, andamana nami mpaka tamati, sote kwa pamoja tukiendelea kulisongesha gurudumu hili. Leo mada mezani tunazungumza kuhusiana na hatari za uhalifu wa kidijitali na njia za kujikinga. Niko na wakili Emmanuel Maro hapa ambaye tutajifunza mambo mengi kutoka kwake, akiendelea kutuelezea ni kwa namna gani ambavyo kisheria pia ni kwa namna gani hatari zinaweza kuaje, lakini vile vile ni njia gani za kujikinga na hatari hizo. Tumeshuhudia katika nyakati za hivi karibuni uhalifu umezidi kuwa mkubwa, hasa katika uhalifu wa kidijitali. Utafuatana nami pia, tumekuwa tukitumiwa pia jumbe mbalimbali ambazo mara nyingi tunashauriwa tusizijibu, ama ukifuata ujumbe huo unajikuta umetapeliwa kwa namna moja ama nyingine, ama unaweza ukatapeliwa kwa njia ya mtandao. Hivyo leo hii tutapata elimu kwa upana zaidi kuhusiana na hatari za uhalifu wa kidijitali na njia za kujikinga. Kama nilivyokujuza, niko naye wakili Emmanuel Maro hapa, atatujuza kwa undani zaidi kuhusiana na mada yetu hii. Karibu sana wakili Emmanuel. Asante sana. Tunafurahi leo tutatumai kujifunza vitu vingi kuhusiana na mada yetu hii ambayo tuko nayo hapa. Mimi natamani kufahamu kwanza, uhalifu wa kidijitali ni uhalifu ni nini? Uhalifu wa kidijitali ni vitendo vyote vya kihalifu ambavyo vinafanywa vinavyohusisha matumizi ya teknolojia ya kompyuta na mitandao. Ndio. Huo ndio uhalifu wa kidijitali. Kwa lazima uhusishe teknolojia ya kompyuta na mitandao. Ndio. Sasa ina vitendo mbalimbali ndani yake. Kwa mfano kupenya katika kompyuta au mtandao bila idhini ya mtu, wanaita hacking. Hiyo ni moja ya uhalifu wa kidijitali. Kuna ule udanganyifu wa kutumia barua pepe, wanaita phishing. Kwenye tovuti mbalimbali unataka kuiba taarifa za mtu nyeti, au unataka kuiba akaunti za benki au nywila. Lakini kuna udukuzi wa data zinadukuliwa na taarifa zinabadilishwa za mtu binafsi. Ndio. Lakini matumizi mabaya ya mifumo ya kompyuta kama programu zenye madhara au virusi, wote ni uhalifu wa kidijitali. Ndio. Na kwa namna ambayo umezungumza hapo kuhusiana na uhalifu wa kidijitali, unahusisha teknolojia, unahusisha kompyuta, unahusisha vitu kama hivyo. Mimi natamani kujua ni kwa namna gani uhalifu wa kidijitali umepanda hasa ukizingatia teknolojia inavyozidi kukua. Kadri teknolojia inavyozidi na uhalifu unaongezeka. Ndio. Kama utakumbuka, zamani tulikuwa na zile antivirus zinazozuia hivyo virusi visiingie kuathiri. Ndio. Sasa ulikuwa ukitumia antivirus A, akija virus B lazima ubadilishe na antivirus. Kwa kadri teknolojia inavyoenda na mbinu za kiuhalifu wa kidijitali zinabadilika. Ndio. Lakini ziko namna ambazo tunapaswa kujitahidi sana kuziepuka. Ndio. Kuepuka ya mambo. Kwa mfano, mko kwenye magrupu ya WhatsApp zinatumwa linki. Upasi kuingia tu kwa kila linki. Na linki zingine ukiingia umejiingiza kwenye changamoto. Yaani umeingia kwenye wanasema 18 za wahalifu. Watashughulika na wewe. Sasa ni namna za kuepuka ziko. Kama hizo linki kutoingia, kutotoa password zetu kwa watu. Yaani umeona tu email ya mambo hasa za mambo za hela hizi za kuvutia, umevutika umeingia, inakuwa ni sehemu ya umeingia kwa wahalifu. Kwa watashughulika na wewe. Ndio. Na kwa uzoefu wako, kuna mfano hai ambao umeuona kabisa uliofanyika hasa katika uhalifu wa kidijitali kwa hapa nchini kwetu Tanzania? Mfano haiko mingi. Leo ukienda TCRA utakutana na hizo kesi. Ni nyingi. Ni nyingi sana, watu wanaingia hata kwenye magrupu yetu ya WhatsApp. Kwa mfano nina group moja siku chache zimepita, ameingia mtu anaposti vitu. Yaani anaingia mtu kwa kutumia namba ya mtu aliyeko kwenye hilo group. Ina maana amejipenyeza kwenye WhatsApp yake, amefanya hacking, alafu ameanza kutuma jumbe kwa watu. Kuna wanaotuma kuomba hela, au kuna anayetuma akionyesha kuna program fulani ukijiunga nayo utapata hela ndani ya siku kadhaa, unapata kiasi fulani. Wale wote wanakuwa wamefanya uhalifu. Ila sasa wanaingia kwa kutumia namba za watu ambao tunawafahamu. Hiyo mifano ni mingi sana. Sijui kama wewe hujakutana nayo, lakini hiyo ipo, wanafanya hivyo. Kabisa. Na mimi pia nimewahi kukutana na mfano kama huo. Mtu ameiba simu, akaanza kutuma message kwa watu wengine kwamba ana shida,
ya fedha, labda amekwama kwa namna moja ama nyingine. Ila ni vile kwamba unakuta amewatumia watu wengi mpaka mnajikuta kwenye kundi moja mmetumiwa huo ujumbe mpaka mnashtuka kwamba huyu mtu hata kama ana shida, hii inakuwa ni shida ya aina gani? Sasa mimi natamani kufahamu, unafikiri ni nini ambacho kinatokea hasa mpaka huu uhalifu unazidi kuwa mpana zaidi, hasa kwa uzoefu wako? Kinachotokea ni kwa sababu ya watu wetu tuna changamoto ya uelewa na wakati mwingine ni tamaa tu za watu. Ndio. Kwa mfano anayetuma message akisema nimepata mafanikio, ukitaka kufanikiwa muone mtu fulani au tuma hela kwa namba hii. Watu wanakwenda kwa sababu wanataka mafanikio ya haraka. Kwa hiyo tuna changamoto ya watu wetu kutopata elimu ya kutosha kuhusu haya mambo ya kidigitali. Hasa ya mitandao. Hiyo moja, lakini mbili pia ni watu wetu kutotunza zile password, wanasema nywila zao. Hawatunzi zile password. Zinakuwa ziko wazi au ziko rahisi sana kupatikana, kujulikana. Kwa hivyo ni njia nyingine inafanya watu waweze kuingia na kuna nini. Lakini zingine yawezekana watu wanataka kufanya mambo, uhalifu unatokea kwa sababu za kisiasa, kibiashara, anataka kumharibia tu mwenzake, kisiasa amchafulie. Ndio unaona watu wanataniana. Kwa mfano wakati tunaenda kwenye kampeni za uchaguzi, tuna uchaguzi mkuu, hizo mambo yanatumika sana. Kisiasa, kibiashara, hata kijamii, wanataka kuchafuana tu, watu wanatumia sana. Kwa hiyo hizo ni sababu zinaweza zikaingia, na ndio maana tunawaonya watu wanaofanya biashara wawe makini na mitandao wanaotumia. Watu maarufu pia wanatumika sana, picha zao zile kutapelia watu na wanasiasa. Kwa hivyo hapo ndipo TCRA inaingia kuweza kuwasaidia watu kutatua hayo matatizo yanapotokea. Ndio. Na tukizungumza hasa uhalifu huu wa kidijitali, maana tunagusa nyanja mbalimbali pia. Leo hii tumeona pia watu wamekuwa wakidhalilishwa katika mitandao ya kijamii. Mtu ana picha zake ambazo si nzuri zinawekwa katika mitandao ya kijamii. Unafikiri ni nini changamoto hasa katika jamii katika nyakati hizi? Kama nilivyosema, watu wetu wanapaswa kujua ili kuzuia huu uhalifu. Moja, watumie neno la siri, ile nywila imara na salama. Na wasiwe wanabadilisha mara kwa mara. Lakini la pili, waepuke kugawa taarifa zao za muhimu, wasizitoe taarifa binafsi ovyo. Sasa hapa ndipo watu wanafikiri kila kitu wanakiweka kwenye mtandao. Wanapaswa wawe makini sana. Lakini la tatu ni kuepuka tovuti na mipango ya shida. Tovuti na zile link ambazo zinaonyesha kutaka kuwatajirisha au kuwapa kitu fulani cha faida kwa haraka, waziepuke sana hizo. Lakini pia wawe tayari kudhibiti na kufuatilia akaunti zao, ziwe za benki, ziwe za kwenye mitandao, ziwe za kompyuta zao. Lakini pia lazima kuwe na program za usalama kwenye kompyuta zao au kwenye simu zao, zile antivirus. Lazima wazi-update mara kwa mara, inasaidia kupunguza. Lakini waepuke pia kueneza habari ambazo ni za uongo, zile fake news. Umeona tu habari, unaanza tu kuieneza bila kujua chanzo chake. Ukifanya hivyo, unakuwa umeshiriki pia kwenye uhalifu. Ndio. Na ukifanya hizo nilizosema, unazuia uhalifu kwa kiasi fulani. Ndio. Shukrani sana. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, kama ndio kwanza unajiunga nami, kipindi hewani ni Jiongeze. Tunajiongeza hapa kwa kupata maarifa mbalimbali. Leo tuko naye Wakili Emmanuel Marwa tukizungumza kuhusiana na mada yetu mezani, hatari za uhalifu wa kidijitali na njia za kujikinga. Moja ya vitu ambavyo umevizungumza hapa, umezungumzia pale watu ambao wanadukua taarifa za mtu. Na mimi natamani kujua kwa uzoefu wako, kwa sababu ni mtu ambaye pia unakutana na kesi nyingi kwa hivi karibuni, ili hata kwa mtu ambaye anatutazama muda huu akipata changamoto kama hiyo ajue hapa kuna hatari, ili isiwe rahisi kwa yeye kudukuliwa. Ni mbinu gani hasa ambazo zinatumika katika udukuzi wa taarifa mbalimbali za watu? Sasa mbinu sasa ni kwa kweli siwezi kujua mbinu. Ingawa wanaofanya vitu sio watu wa kawaida, ni watu wabunifu sana. Ndio. Na ni watu wanaojua sana hizi habari za mitandao. Kwa hivyo mtu ahakikishe kama anatumia simu haepuke vitu ambavyo havielewi.
maelezo anakuja tu ana agree, anakuja anakubali, anaenda tu kwenye yes ili aende kwenye hatua nyingine. Hapo anakuwa anajipoteza. Wale wanatumia kompyuta wahakikishe kwenye kompyuta zao pamoja na namba ya siri, lakini wanaepuka kushare na watu wengine hizo taarifa au simu, kushare na watu wengine. Ndio. Wanapofanya hivyo watakuwa wanajitoa kwenye hizo hatari, kwa sababu mtu hawezi kujua vitu vyako kama haushirikiani naye, kama haviko wazi sana. Kuna email zinatumwa kwenye sehemu inaitwa spam kwa Yahoo. Watu wanapenda sana kwenda kusoma. Lakini pale unapoanza tu mawasiliano na yule mtu, tayari anakuvuta kuingia kwake. Atakuonyesha ana hela, anataka kuziwekeza, au anataka kushikiana na wewe biashara ukaanza kufanya. Ndio. Hapa karibuni kuna tukio limetokea la mtu alionyeshwa picha, walikutana na rafiki kwenye mtandao wa kijamii, akawa ni rafiki yake, akataka amtumie zawadi. Anamuonyesha kabisa, nina zawadi ya simu ya iPhone hii nataka nikutumie. Amemtumia na picha na video, anaonyesha na kutumia, na ifunga boxi, amemuonyesha anaenda kuiposti ili ije huku kwa kampuni ya kusafirishia, akamuonyesha na risiti kwamba ameshaituma, itafika Nairobi, halafu itakuja Tanzania. Na yule wa Nairobi ilipofika akamuonyesha imefika, na picha anamuonyesha imefika kwa namba ya Nairobi, si ndio? Ndio. Sasa akamuomba tu atume kiasi cha fedha kuweza kuzitoa, kuclear ule mzigo ili waweze kuleta. Na kule alionyeshwa hadi hela aliwekewa kwenye ule mzigo. Sawa? Lakini akatuma hela. Alipotuma hela hakuna mzigo na hakuna mtu. Lakini wametoa wapi? Ni kwenye mitandao tunavyowasiliana. Kwa hiyo watu lazima wawe makini na hivyo. Kila siku watu wanabadilisha mbinu. Zilikuwa za kuhaki, za kufanya, sasa ni za kutuma hadi zawadi. Sawa, za kuomba kufanya uwekezaji. Zote ni mbinu wanatumia hao watu. Na katika kipindi cha hivi karibuni tumeshuhudia pia matumizi ya akili bandia AI. Ni katika jamii hasa hii ya vijana ambao wanakuwa sasa hivi wanaitumia sana ili kuwarahisishia mambo mbalimbali. Unafikiri na yenyewe ina mchango wowote katika uhalifu wa kidijitali? Mpaka sasa sijasikia kama inahusisha, wanaita akili mnemba. Ndio, akili mnemba. Mpaka sasa sijasikia. Inasaidia tu hasa kwenye kusoma, kwenye kupata reference. Mpaka sasa sijasikia, labda itatokea baadaye. Wanakadi teknolojia inavyoongezeka na hivi vitendo vinaongezeka. Ingawa serikali inapambana sana kwenye kudhibiti kupitia sheria. Kwa hiyo sisi tunabadilika taratibu kulingana na mabadiliko yanavyokuja. Ndio. Kwa sheria za hapa nchini kwetu Tanzania, inazungumza nini hasa kuhusiana na uhalifu wa kidijitali? Tuna sheria mbalimbali za kushughulika nayo. Kwa mfano, tuna sheria za huduma ya mawasiliano ya kiteknolojia na posta, ambayo inasimamia udhibiti wa mawasiliano yote ya kiteknolojia hapa nchini. Lakini tuna sheria ya makosa ya mtandao, Cyber Crime Act, ambayo yenyewe inakusudia kupambana na wahalifu wa kimtandao, utapeli wa mtandaoni, utumiaji wa mitandao kwa madhumuni ya kusambaza taarifa za uongo, matusi, udhalilishaji. Hiyo Cyber Act inafanya. Lakini tuna sheria inayotunza taarifa, Data Protection Act, kulinda taarifa binafsi. Ndio zile unasikia umecheza na takwimu, umefanya nini kwa serikali, kwa mtu binafsi, unashughulikiwa pale. Lakini tuna sheria hata ya utangazaji yenyewe inatoa udhibiti kwa kutoa taarifa za uongo na nini. Kwa serikali inajitahidi kuweka hizo sheria kudhibiti haya mambo. Shida tunakutana nayo ni kama mtu haripoti tatizo kwa wakati, au hajajua pengine, ingawa kutojua sheria sio kosa, sio defense. Kwa hivyo sheria zipo zinazopambana nayo mambo. Leo hii pia tumeshuhudia makampuni mengi huenda yakiingia pia katika changamoto. Unashauri nini kwa makampuni ili kuendelea kulinda taarifa zao zile za muhimu? Kwa sababu tunaamini katika makampuni ndimo ambamo sehemu ambayo vitu vingi vinakuwa vinafahamika na watu wengi, kwa sababu kuna wafanyakazi hapo, kuna watu aina mbalimbali ambao wanajihusisha na kampuni hizo kwa namna moja ama nyingine. Tunapenda kuambia watoe elimu kwa watu wao, ya kwanza. Lakini ya pili, anapotokea hizo shida wakumbuke kuziripoti kwa wakati. Ndio. Kabla hazijaleta madhara makubwa. Kwa sababu uhalifu huu unahitaji kuripoti. Usiporipoti unaweza usijue. Ndio. Leo ukaambiwa picha yako imetumika mahali fulani, wewe ukanyamaza, usichukue hatua yoyote, ukafikiri ni kawaida,
wengine wanakuambia achana nao, lakini kesho itatokea kubwa zaidi na ikaleta madhara. Kwa hiyo kuripoti ni jambo la kwanza. La pili pia kutoa elimu kwa watu, kama ni kampuni, mashirika, hata kwa wananchi binafsi, kujua madhara ya haya matendo au uhalifu wa kidijitali. Kabisa. Na kwa yule ambaye ndio anafanya makosa hayo, yani ndio mtenda mwenyewe. Tulishuhudia hata hivi karibuni pia kuna watu walikamatwa na laini nyingi kweli za simu wakifanyia matukio kama hayo ya uhalifu. Na mara nyingi wanakuwa ni vijana. Wao kama wao wako kwenye nafasi gani? Lakini unawashauri nini? Kwa sababu tunaamini kwamba message zinaendelea kutumwa, uhalifu mbalimbali unaendelea kufanyika, na kuna wengine pia wale ambao wanapenda shortcut, njia rahisi za kufanikiwa, nao wanavutika kujiingiza kwenye kundi hilo pia ili kuweka kizazi ambacho ni bora. Labda tuambie kwamba haya makosa wanachofanya ni uhalifu. Kwa ni makosa ya jinai. Ndio. Ambayo yana adhabu zake. Kwa mfano uhalifu wa kudukua au kuingilia kompyuta ya mtu. Unaweza ukafungwa jela kwa miaka isiyopungua 5. Na unaweza ukapewa adhabu ya kulipa faini isiyopungua milioni 10 au ikawa vyote pamoja, kifungo pamoja na faini. Yale makosa ya kuharibu au kubadili taarifa za kompyuta ya mtu, sawa, unaweza ukafungwa hadi kifungo cha miaka 5. Ndio. Na kulipa faini. Wizi wa taarifa au ujumbe mbalimbali, unaweza ukafungwa hadi miaka 7 na ukatakiwa kulipa faini isiyopungua milioni 20. Kwa kila kosa lina adhabu zake. Habari za uenezaji wa habari za uongo, unaweza ukafungwa si chini ya miaka 5 na kulipa faini si chini ya milioni 10. Kwa kila kosa lina adhabu yake. Kwa watu wanaotumia mitandao wanapaswa kujua ya kwamba huu ni uhalifu na unaweza kuwapelekea kwenye kifungo au kwenye kulipa faini au vyote viwili kwa pamoja, faini pamoja na kifungo. Hapa umezungumza pia kwamba kutokujua sheria hakukufanyi kwamba ndio itakuwa ujitetee kwamba mimi nilikuwa sijui, hivyo hata mkinihukumu nilikuwa sijui kama ni kosa. Unadhani watu wanauelewa kwa kiasi gani hasa kuhusiana na uhalifu wa mtandao? Na kama hawana uelewa, nadhani ni nini kifanyike ambacho unakipendekeza hasa kwa wananchi? Yes, watu wanaweza wasiwe na uelewa sana kwamba ni kosa, lakini sasa tunasema ukishafanya kosa huwezi kusema sikuwa najua kama ni sehemu ya utetezi wako. Ndio. Kwa sababu tunapaswa kuwa macho. Kwa mfano hili habari za kimtandao, ni ngumu sana kusema sikujua kama hili ni kosa. Ndio. Kwa sababu unaeneza habari ambayo wewe mwenyewe ukiulizwa una uhakika, hauna uhakika. Umeikuta sehemu na wenyewe unaituma. Hilo ni kosa ambalo hata wewe mwenyewe ukikaa ukifikia hivi taarifa ni ya kweli inayomhusu fulani. Sawa, yani wewe mwenyewe hauna uhakika lakini unaisambaza. Ndio. Sasa hilo ni kosa. Kwa hiyo watu wanapaswa waepuke kushiriki kwenye haya matendo. Kama una uhakika na kitu, achana nacho. Kama una vitu vyako, linda vitu vyako kwa kuweka password imara na kutoigawa ovyo. Usitoe taarifa zako, usitoe picha zako bila sababu ya msingi, na epuka kutuma au kuforward message au ujumbe unazozipata ambazo huzielewi chanzo chake. Ndio. Na katika kujifunza hapo, kuna program zozote ambazo unazifahamu labda za mafunzo ambayo mtu anaweza akajitafutia elimu? Kuna muda pia wanasema kwamba usisubiri elimu mpaka ikufikie. Kama kuna program zozote ambazo mtu anaweza kaamua kuingia, labda ni tovuti ama ni nini, akapata elimu ya kutosha. Kwa sasa akienda kwenye tovuti ya Mamlaka ya Mawasiliano ya TCRA atapata maelezo mengi. Ndio. Yes. Yako pale kwenye Mamlaka ya Mawasiliano ya TCRA wanaita tovuti zao utapata. Hata ukienda kwa polisi kitengo kinachojishughulisha na masuala ya cyber, uhalifu mtandaoni, utapata maelezo mazuri tu yatakusaidia. Ndio. Au hata ukienda kwenye website za mahakama au za chama cha wanasheria utapata maelezo mazuri yatakusaidia kuelewa uhalifu mtandaoni. Ndio. Au kwa wanaotumia tovuti za akili mnemba, AI, akiandika tu uhalifu mtandaoni atapata maelezo mazuri na namna gani ya kuepuka. Ndio. Hivyo tusisubiri mpaka yamekukuta basi ndio unaanza kulia hapo.
kwa sababu teknolojia imekuwa, uhalifu upo, lazima tukubaliane na hilo. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ni matumaini yangu unazidi kujifunza, hasa katika mada yetu tunazungumza hii leo kuhusiana na hatari za uhalifu wa kidijitali na njia za kujikinga. Mimi nafahamu wewe ni Mwadventista Msabato. Natamani pia kwa maandiko matakatifu jinsi yanavyozungumza, unafikiri kuna hatari gani hasa katika uhalifu wa kidijitali ukilinganisha na maandiko matakatifu yanavyosema, hasa katika swala zima la uhalifu? Najua ni moja kati ya vitu ambavyo vinakatazwa hata katika amri 10 za Mungu. Ndio. Biblia inasema usiibe, usiue, usitukane, usiseme uongo. Ndiyo. Kwa hiyo inaingia hapo. Ukijikuta umepeleka taarifa ambayo si ya ukweli, umesema uongo. Ukijikuta umefanya tukio linalomdhalilisha mtu, unaweza kumpelekea kujiua, na wewe ukawa umeshiriki kwenye tukio la kujiua. Lakini ziko vya habari za Mungu. Siku hizi watu wanatuma hata jumbe za kidini. Kwa mfano kama message tu kamekatwa katikati, unakaforward bila kujua yule mzungumzaji alikuwa anazungumzia hasa neno gani au alikuwa anamaanisha nini katika ujumbe aliosema. Unachukua tu ka sentence kadogo kanakosema, yani kale kanakosambazwa kaneno kadogo tu. Ka clip ka sekunde 7, 8, 10 ndio nakatuma. Wakati huyu mtu wa Mungu alikuwa na ujumbe wa dakika 30 nzuri tu. Sasa na wenyewe unashiriki kufanya hicho kitu. Kwa hiyo unajikuta umesambaza neno la Mungu ambalo si sahihi linalopaswa kusambazwa. Yes, kwa sababu na wewe umeshiriki kwenye kuchukua kale ka kichekesho alikokaweka au kale kaneno alikokiweka katikati ya ubiri lake lote. Na umezungumza hivyo, umenikumbusha pia kwa yule mtu ambaye pia yani sio mwandishi wa habari lakini anataka kutoa taarifa. Na mara nyingi unakuta anajikuta ameingia kwenye makosa ambayo hata yeye hakujua kama ni kosa. Sasa hivi simu janja zimeleta mambo mengi sana. Matukio mbalimbali yanatokea. Unakuta ni tukio la udhalilishaji, labda ni kwa watoto, mtu anapiga picha ya mtoto, anamweka katika mtandao wa kijamii. Na hiyo imejikuta inaingia katika uhalifu wa kidijitali moja kwa moja. Huenda hata ikamharibia huyo mtoto kesho yake. Na kwa wewe, kwa uzoefu wako, una kitu gani cha kuambia watu hasa katika matumizi sahihi ya hizi simu janja zetu? Kwa mfano umezungumza vizuri sana habari za unyanyasaji na kufanyaji. Tunapaswa kuepuka sana. Mtoto amekutana na changamoto, anachapwa au anafanywa nini? Ndio. Usishiriki hata kama umeiona ile video ni nzuri, unataka kuelimisha watu, usishiriki katika kuisambaza. Ziko mamlaka husika ambazo inapaswa kupelekwa na kufanyiwa kazi. Tuliona watoto wanachapwa viboko sijui wakiwa hawana nguo, si ndio? Lakini ilipomfikia waziri husika wa watoto na jinsia nini na maendeleo ya jamii, alishughulika nalo. Sasa ni vizuri ukalipeleka sehemu husika kuliko kulisambaza. Kadri unavyosambaza unashiriki kwenye uhalifu moja, lakini pia unashiriki kumnyanyasa huyu ambaye ni mtendewa, ni muhanga wa lile tukio. Anapoliona naye anaathirika. Wewe unafikiri unafanya jambo zuri kuelimisha, lakini unamuathiri. Au kama unaweza ufanye kama wale waandishi wa habari wengine wanafanya, huwa wanaficha sura au wanaficha kitu, inabaki tu ni sauti inasikika. Inaweza kusaidia, lakini hauna haja ya kufanya hivyo kama wewe sio muhusika. Yani wewe sio mtu sahihi wa kusambaza kwanza kutoa taarifa. Tuepuke ya mambo ya kuwa kwanza. Hayo ndio yanatupelekea kwenye uhalifu. Ni kweli. Yes. Unajua ile mtu nilikuwepo mimi eneo la tukio, ndio nilikuwa wa kwanza. Hata ile video mimi ndio nilichukua. Inakuwa ni changamoto kweli kweli. Kwa dakika hizi chache zilizosalia, neno lolote kwa mtazamaji ambaye anatutazama sasa hivi, hasa kuhusiana na mada yetu ya hatari za uhalifu wa kidijitali na njia za kujikinga? Na wahimiza watu, sheria zipo kuweza kupambana na ile changamoto. Inapotokea wafuate sheria. Wahanga wa uhalifu mtandaoni wana haki zao. Wanapaswa nao kuhakikisha wanafuatilia ili waweze kupata haki zao. Na watazifuatilia kupitia madawati yale yanayohusika na mambo ya ustawi wa jamii, ya jinsia, lakini polisi wana vitengo vya cyber crime, TCRA wana hizo kesi watu wanafungua. Hata waende kwa watu wa msaada wa kisheria, watapata msaada wao. Kwa wale waanga. Kwa hao wengine tunapaswa kuendelea kuelimishana ili kuepuka kuingia kwenye makosa ya uhalifu wa kidijitali. Ndio. Shukrani sana wakili Emmanuel Marwa. Kuna mtu yoyote atatamani labda kupata msaada wa kisheria kutoka kwako,
lakini pia vile vile kampuni yako inapatikana wapi? Karibu. Asante sana. Ninafanya kazi na kampuni inaitwa Carmel Attorneys. Ni kampuni ya uwakili. Tuko jengo la Holland House. Zamani ilikuwa ni Wizara ya Ujenzi, mtaa wa Samora, ghorofa ya pili, chumba namba 204. Na utanipata kwa simu namba 0715 477 652. 0715 477 652. Shukrani sana. Mungu akubariki sana. Asante kwa muda wako wa thamani. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ni matumaini yangu umeendelea kubarikiwa vyema. Ukumbuke hata maandiko matakatifu pia yanakataza kabisa uhalifu. Na utagundua katika amri 10 za Mungu zimetaja kabisa ni kwa namna gani haihitaji mtu afanye uhalifu wa namna yoyote. Hivyo uhalifu wa kidijitali pia ni miongoni mwa vitu ambavyo ni machukizo mbele ya Mungu. Sasa katika nyakati hizi za mwisho ambazo tunaishi, tujitahidi sana kuhakikisha kwamba hatuingii katika huo mtego. Hatui kati ya wale watu ambao tunawatendea mabaya watu wengine kwa kufanya yale yasiompendeza Mungu. Hivyo tujitahidi sana kuliishi neno lake, kuhakikisha kwamba tunakuwa baraka kwa watu wengine na si kuwa machukizo mbele ya Mungu, lakini kuwafanya watu wengine wakapata maumivu kupitia sisi. Huenda kwa kile kitu kidogo tu ambacho umekiweka katika mtandao wa kijamii ukajikuta unamuumiza mtu mwingine, hata we mwenyewe ukajikuta unaingia kwenye shida, baadaye hata familia yako ikakosa baba, ikakosa mama, kutokana na kwamba umepata adhabu, umeenda gerezani. Inakuwaje hapo? Mambo kama hayo tunaweza kuyaepuka, na Mungu atusaidie sana katika kuhakikisha kwamba tunafata sheria za nchi yetu ya Tanzania. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada. Shukrani sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki. Umekuwa nami Abishagi Mpoki, kwenye kamera pamoja na kuchanganya picha amekuepo Samson Malakalinga, Engineer Ellen Charles. Mpaka wakati mwingine, nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vingine vingi vinavyoendelea kutoka hapa Hope Channel Tanzania. Kwa heri.